Wapendwa wasikilizaji wangu na watazamaji wa The News with Salma Collection, sehemu ambayo huwa tunakumbushana mambo mbalimbali kuhusiana na masuala mazima ya maisha, lakini kuna muda tunapeana masuala mazima ya elimu kuhusiana na masuala mazima ya biashara, wakati mwingine kuhusiana na masuala mazima ya mahusiano. Na leo kwenye kipengele chetu cha The News with Salma Collection nilikuwa napenda tuzungumze sababu zinazopelekea mtoto wa kike na wa kiume kwenye mahusiano. Mtoto wa kike akiacha huwa hana tabia ya kupenda kurudiana, lakini mtoto wa kiume akiacha huwa anapenda sana kuomba kurudiana. Vitu gani ambavyo vinasababisha mazingira ya namna hii? Kisaikolojia tunasema kwamba mtoto wa kike huwa ana tabia ya kulimbikiza mambo. Yaani anasamehe lakini huwa ana tabia ya kulimbikiza mambo. Tunasema ana countdown. Kwa hiyo unapoishi naye kwenye ndoa au kwenye mahusiano, inapotokea kipengele kuwa mmekosana, wakati mwingine huwa anasamehe lakini anaendelea kuhifadhi yale ambayo umemfanyia. Kwa hiyo kitendo kile kinamsababisha yeye, kadri unavyomtendea kitu kibaya, anakuacha taratibu. Umemtendea hili, anakusamehe, lakini mnaendelea kuishi, huku kuna baadhi ya mambo anafanyaje? Anayapunguza. Kwa hiyo ile tendency ya kumfanyia mambo mabaya ikizidi, kwa hiyo inafikia pointi ambayo siku ambayo anafanya maamuzi sio siku ile ambayo wewe maybe umemfanyia kosa lolote. Tunasema mtoto wa kike anaacha taratibu. Kwa hiyo kitendo kile cha kuwa anaacha taratibu, siku ambayo anafanya maamuzi yake asilimia kubwa yanakuwa ni maamuzi ya moja kwa moja. Kwa hiyo ndio maana unapompeleka kwenye kipengele cha kutaka kurudiana naye inakuwa vigumu sana, kwa sababu tayari anakuwa na mrundikano wa mambo ambayo tayari yeye moyoni mwake ameshayahifadhi. Kwa hiyo kuna utofauti hapo. Lakini tukija kwenye mtoto wa kiume ni tofauti. Mtoto wa kiume kisaikolojia unapomuuzi, mara nyingi huwa anapenda kutoa maamuzi hapo hapo, hususan kwenye swala zima la kuachana. Kwa hiyo kosa ulilolifanya atataka maybe muachane, mfanyaje, akupige. Kwa hiyo kile kipengele baadaye yeye anakuja anakaa na realize maybe amekosea, amefanyaje, anaomba msamaha au anataka muendelee kuishi. Hayakumbuki yale nyuma ambayo yote mmefanyaje, mmefanyiana. Kwa hiyo kitendo kile kinaleta utofauti kuwa mtoto huyu wa kiume yeye akiacha ana tabia ya kutaka kupenda kurudiana, kwa sababu maamuzi yake yeye yanatokana na kile ambacho mmekifanya sasa hivi. Lakini huyu mtoto wa kike maamuzi yake yanatokana na mrundikano wa mambo ambayo amehifadhi moyoni. Kwa hiyo mtoto wa kike anaweza kuwa amekuacha mwaka 2010 moyoni mwake, ila anaendelea kuishi na wewe, na maamuzi ya kuondoka kwako akayafanya mwaka 2020. Ni kitu ambacho ni tofauti na mtoto wa kiume. Mtoto wa kiume akisema siwezi kuishi na wewe, basi hataweza tena kuendelea. Kwa hiyo kipengele kile kinasababisha muda huo mnafanyaje? Mnaachana. Kwa hiyo kuna utofauti hapo. Kwa hiyo The News with Salma Collection tulikuwa tunaangalia sababu gani ambazo zinapelekea mtoto wa kiume na wa kike waweze kuachana, lakini mwachano wao unakuwa uko tofauti kutokana na sababu za kisaikolojia.